baada ya kuridhisha namna hiyo, tukasema huu ndio uwanja ambao unakidhi kuchezewa mechi bora katika nchi, kuchezewa mechi kubwa katika nchi, kuchezewa mchezo mkubwa katika ligi kuu, mchezo wa dabi, mchezo wa Kariakoo dabi, kwa sababu surface yake ya kuchezea kwa maana ya pitch iko kweli kweli. Kwa hiyo mawazo, maoni yote kuhusiana na uwanja kwa sasa hayana nafasi yake. Wote tunaelekea Meja Jenerali Isamuhyo, na ieleweke wazi, hatujapeleka uwanja mechi katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo iwe kama sehemu ya kutafutia matokeo au kama sehemu ya kumkomoa mtu au kama sehemu ya kutaka kumwonea mtu. Tumekwenda Meja Jenerali Isamuhyo kwa sababu ndio uwanja ambao unastahili, na ndio maana unaona hata communication yetu kuhusiana na Meja Isamuhyo tunaitoa kistaarabu. Ni tofauti na watu ambao walivyopeleka mechi katika uwanja wa Amani. Ulikuwa unaona wanazungumza kipashikuna, kana kwamba wanazungumza kwa ajili ya kwamba yani njoeni huku lazima tutawafunga kwa sababu ni Zanzibar, au mmeshazoea sehemu fulani, njoeni huku hamjapazoea tutawafunga. Ni tofauti. Sisi tumekwenda Meja Isamuhyo na tunawaomba na wengine waje kiroho safi, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya kuchezea mechi yetu ya Kariakoo Derby. Timu yetu ya Simba Sports Club imerejea jana kutoka visiwani Zanzibar mara baada ya kufanikiwa kuchukua ubingwa wa Kombe la Muungano na kumfunga mtani wetu goli la kikatili, goli 1-0 katika mchezo wa fainali. Mara baada ya kurejea kutoka visiwani Zanzibar, vijana wakapumzika kidogo mchana ule na kusalimia familia, na jioni kwa maana ya usiku wachezaji wote wakarejea kambini, na ninapozungumza nawe hivi sasa wachezaji wa Simba wote wako kambini hivi sasa wakiendelea na programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kuhusiana na afya za baadhi ya wachezaji wetu ambao katika mechi ya fainali ya Kombe la Muungano walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za majeraha za hapa na pale, ninayo taarifa njema sana kwenu wana Simba ya kwamba wachezaji wote ambao walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za kiafya, wote hali zao ziko vizuri kweli kweli. Wa kwanza alikuwa ni Anicet Oura ambaye alishindwa kuendelea na mchezo, dakika ya 20 tu akafanyiwa mabadiliko, na mabadiliko aliyofanyiwa yalikuwa ni mabadiliko tiba ili aanze kutibiwa pale pale wakati mechi inaendelea, lakini asiendelee kujiumiza zaidi na kutengeneza jeraha kubwa zaidi. Kwa hiyo benchi la ufundi kwa kushirikiana na jopo la madaktari wakaona tumpe na tumtoe kwenye mchezo huu ili aanze kupatiwa matibabu hapa hapa na kuzuia riski ya kutoumia zaidi. Na hiyo ndio faida ya kuwa na wataalam katika benchi la ufundi. Kwa Anicet Oura akatolewa katika mechi hii ya finali, akaanza kupatiwa matibabu, na napozungumza nanyi hivi sasa Anicet Oura anaendelea vizuri kweli kweli, na matumaini yake ya kuwepo katika mchezo wa dabi yana asilimia kubwa kweli kweli. Cha kufanya ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yake ili tarehe 3 awe sehemu ya mchezo. Lakini Nixon Kibabage vile vile na yeye alifanyiwa mabadiliko baada mwili wake kutingishika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ripoti ya madaktari ambayo nimeipokea asubuhi ya leo. Kibabage yuko salama wa salmin, yuko mzima wa afya. Maana yake ni kwamba Jumapili atakwenda kujitutumua kama kawaida. Yusuf Kagoma ngoma ngumu naye vile vile hakumaliza mchezo ule kwa sababu ya kuhofia kupata majeraha, kukufua angeendelea kupata maumivu, maana alikuwa akisikia maumivu wakati mchezo unaendelea. Akafanyiwa mabadiliko ili kumwepushia
kuumia zaidi, na yeye amepata matibabu kwa siku ya jana na anaendelea vizuri, na sasa yuko mazoezini akiendelea na programu ya mazoezi. Kwa hiyo hao pekee ndio ambao walikuwa na hati ya kuikosa Kariakoo Derby, lakini niko hapa kuwathibitishia kwamba wachezaji hawa watatu na wengine wote ambao sijawataja afya zao ziko salama wa salmi na wako tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby. Ndugu zangu wana Simba, tutakwenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hii ni mechi ambayo haihitaji maelezo mengi sana, kwa sababu sidhani kama kuna mwana Simba yoyote asiyefahamu umuhimu wa mechi ya derby, asiyefahamu ugumu wa mechi ya derby, asiyefahamu thamani ya mechi ya derby, asiyefahamu chochote kuhusiana na derby. Sidhani kama kuna mwana Simba wa namna hiyo. Sidhani kama kuna mwana Simba ambaye hajui chochote muhimu kuhusiana na mechi hii ya Kariakoo Derby. Kwa hiyo mechi hii kimsingi haihitaji maelezo mengi. Mechi hii inajieleza yenyewe, lakini binadamu asili yetu ni kukumbushana, na mimi niko hapa kuwakumbusha wana Simba kuhusiana na umuhimu, thamani, ugumu wa mchezo huu. Kwanza lazima tuambiane ukweli. Mechi hii ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 ndiyo mechi yetu itakayoamua hatima yetu ya ubingwa msimu huu. Yaani Simba kupata ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Simba kukosa ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Ukitazama msimamo wa ligi kuu ya NBC mpaka hivi sasa, tumezidiwa alama 5 na mpinzani wetu. Tukishinda mchezo wa Jumapili, maana yake zitabaki alama 2. Alama 2 katika michezo iliyobaki, linaweza likatokea lolote kwa mpinzani wetu akadondoka hapo. Maana yake ni kwamba ni must win game tarehe 3 ili tuweze kuchukua alama 3, libaki pointi gap la pointi 2. Hata kama atachukua ubingwa kwa gap la pointi 2, lakini hatutojisikia maumivu makubwa, kwa sababu katika ubingwa wake msimu huu kwetu ameambulia kaalama hako kamoja tu. Kwa hiyo hii ni mechi yenye kuamua hatima yetu kwenye mrengo huo. Lakini kama tunapoteza mchezo huu, maana yake ni kwamba gap linakuwa pointi 8. Gap likuwa pointi 8 kwa timu ambazo zitakuwa zimesalia huko mbele, huoni huyu bwana akidondosha pointi 8 katika mechi ambazo zimebakia. Lazima tuelezane ukweli, ndugu zangu wana Simba. Kama sisi tutashindwa kupunguza gap na kubaki pointi 2, usitegemee Singida, sijui Azam, Pamba, sijui nani sijui aje ampukutisho huyu bwana pointi 8 zikapukutika, Simba akawa bingwa. Nini maana yake? Adui unayemweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usitegemee mpinzani wa nje aje akusaidie kupambana na adui yako. Adui huyu tunamweza sisi wenyewe. Twendeni tukapambane naye sisi wenyewe. Tusitegemee hao wengine waje wampukutishe huyu alama 8. Haiwezekani, timu hizo hazipo hapa Tanzania. Tuelezane ukweli. Utamtegemea Azam, huyo ndo atakuvua taulo ukweni asubuhi. Utamtegemea Singida, huyo ndo shoga yake mkubwa. Utamtegemea sijui Mbeya City, sijui nani, huyo atakula nyingi kipindi cha kwanza. Usimtegemee. Wanasema mtegemea cha ndugu ufa masikini. Tusikubali kufa masikini, ndugu zangu wana Simba. Twendeni wenyewe tukapambanie hizi alama 3 za tarehe 3. Kwa mantiki hiyo basi, sherehe za ubingwa wa kombe la Muungano zimetamatika rasmi jana. Jana tumemaliza
sherehe za kombe la Muungano. Ni marufuku mwana Simba yoyote kuendelea na sherehe za kombe la Muungano kuanzia hivi sasa. Kuanzia hivi sasa, Simba wote tunaelekeza macho yetu, tunaelekeza silaha zetu, tunaelekeza mipango yetu kwenye mechi yetu ya Kariakoo Derby. Mchezo huu tunahitaji kuvuna alama 3. No more option, only 3 points. Hiko ndicho ambacho tunakihitaji siku ya tarehe 3. Tunakipataje hiki kama tutaendelea kusherehekea? Tutapataje alama 3 kama tunaendelea kufurahia ubingwa wa Muungano? Tunapataje alama 3 kama tumejisahau na sherehe za kombe la Muungano? Sherehe za kombe la Muungano zimefikia ukomo. Tumemaliza kusherehekea na kuselebuka, na sasa tunaelekeza akili zetu zote kwenye mechi yetu ya tarehe 3. Nachosema hivi sasa, kila mtu sasa arejee kwenye machimbo yake, arejee kwenye mapango yake, arejee kwenye mapambano yake, arejee kwenye vita yake. Tujiandae na mechi ya tarehe 3. Hakuna kupumzika, hakuna kupoa. Tutafanya sherehe kamili tukishapata ushindi tarehe 3 ya mwezi wa 8, ya mwezi wa 5 kumradhi. Ndugu zanguni, hii ni mechi ngumu. Ina maeneo matatu inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Kwanza, hii ni Kariakoo Derby. Hii ni mechi ya kihistoria. Sisi na wao, haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja. Kwa hiyo hii mechi kiasili tu ni mechi ngumu, kihistoria tu ni mechi ngumu, kujuana tu kunaifanya hii mechi kuwa ngumu. Hii ni mechi ngumu kweli kweli, hatutakiwi kuichukulia poa hata kidogo. Hiyo ni sababu ya kwanza inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Historia inafanya mechi hii kuwa ngumu kweli kweli. Lakini eneo la pili linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni mvutano uliopo katika msimamo wa ligi. Wao wanataka nini kwetu na sisi tunataka nini kwao. Hiyo vita hapo katikati inafanya hii mechi yetu kuwa very tough. Inafanya mechi yetu hii kuwa ngumu na kuwa jiwe kweli kweli. Lakini eneo la tatu linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni matokeo yetu tuliyopata tarehe 29 kwenye fainali ya kombe la Muungano. Matokeo yale tuliyoyapata yanaifanya mechi yetu ya tarehe 3 kuwa ngumu zaidi, kwa sababu tumepata ushindi. Nini maana yake? Mpinzani wetu hatokubali kupoteza mara 2 mtawalia ama kupoteza mara 2 ndani ya wiki moja. Hatokubali. Na tangu historia ya dunia imeumbwa, haijawahi kutokea sisi na wale tukacheza mechi ndani ya wiki moja. Haijawahi kutokea, ni kwa mara ya kwanza. Bahati nzuri ni kwamba tumeanza na ushindi katika mchezo wa kwanza, tumepata ushindi alhamdulillah. Lakini ushindi ule umekwenda kuwaamsha na wao, umekwenda kuwakumbusha na wao, umekwenda kuamsha hisia na hasira zao. Maana yake watakuja katika mchezo huu wakiwa wamepania, wakiwa wanataka kurejesha heshima yao, wakiwa wanataka kupata ushindi katika mchezo huo. Kimsingi ni kwamba sasa tumeshatimua mzinga wa nyuki. Kwa hiyo pale pameshachangamka hivi sasa. Hivyo basi mechi hii inapata ugumu namna hiyo kwa sababu tayari tumeshampasua, ameshafurugika, anataka na yeye kupata ushindi ili kupata amani. Anataka kupata ushindi ili kufuta hiyo kumbukumbu ambayo sisi tumeiandika siku ya tarehe 29. Na sisi tumepata ushindi katika mchezo huo, tunataka kuendeleza ushindi zaidi. Lakini kama haitoshi,
Ugumu mwingine kwenye mchezo huu ni kwamba hatuko tayari sisi Simba Sports Club furaha yetu kudumu ndani ya siku 3 pekee. Waswahili wanasema furaha ya masikini haidumu. Hata sisi hatutaki kuwa hao masikini ambao tumeshinda tarehe 29, tumestarehe tarehe 30, 1, 2, 3 mke sherehe imeisha. Hatutaki kuingia kwenye kundi hilo la sherehe ya masikini haidumu. Tunataka furaha yetu idumu milele na milele. Furaha inadumu vipi? Ni kwa Simba kushinda tena siku ya tarehe 3. Hapo ndipo panafanya mchezo huu wa tarehe 3 kuwa ni mchezo mgumu kweli kweli, na pengine inawezekana kwa miaka ya hivi karibuni hatujawahi kushuhudia mechi yenye ugumu kama hii ambayo tunakwenda kucheza siku ya tarehe 3, kutokana na sababu ambazo nimezieleza. Ingekuwa tumemfunga miezi 3 nyuma ama miezi 4 nyuma, isingekuwa na pressure kubwa, lakini tumemfunga juzi tu Jumatano, ndugu zanguni, na leo ni Ijumaa na mechi ni Jumapili. Bado machungu anayo, bado hasira anazo, na hivyo anataka kuja kumaliza machungu yake kwetu. Ndio maana nawaambia ndugu zanguni, mechi hii hamjawahi kuiona tangu mmezaliwa wa Tanzania wote. Yaani Mtanzania wa kwanza kuzaliwa, mnamjua? Mwenyewe simjui. Mtanzania wa kwanza kuzaliwa hajawahi kuiona hii mechi katika maisha yake, na Mtanzania wa mwisho kupatikana, mnamjua ama mjui? Mbona hamjawahi kuiona mechi ya namna hiyo, kwa sababu hizi 3 ambazo nimewapa. Sasa kwa ugumu wa mechi hii, mwana Simba unapata wapi starehe ya kufurahia kombe la Muungano? Mwana Simba unapata wapi starehe ya kujisahau? Mwana Simba unapata wapi raha ya kuendelea kuburudika wakati tuna kazi kubwa ya kumzuia mtu? Nakumbuka tumemfunga kwenye kombe la Muungano, kwa muda mrefu hatujamfunga katika ligi kuu ya NBC. Ukiacha ule msumari wa moto wa Kibu Dennis na Enoch Inonga Baka, hatujamfunga tena. Baada ya muda mrefu kupita, tunatakiwa tumfunge tena kwenye ligi kuu ya NBC, na kazi hiyo ni kazi ya Jumapili ya tarehe 3 insha Allah. Ndugu zanguni waandishi wa habari, msimu huu Simba tumedhamiria kurejesha heshima yetu, na tayari dalili imeanza kuziona. Dalili ya mvua ni mawingu, lakini sisi kwetu Simba Sports Club dalili ya mvua ni mvua yenyewe. Kilichotokea Zanzibar ni dhahiri shahidi ya kwamba mnyama tumedhamiria kurejesha heshima yetu. Sasa basi, nikiwa Arusha ama tukiwa Arusha kwenye mkutano wangu wa hadhara na mashabiki wa Simba mkoani Arusha, niliwaambia ya kwamba msimu huu tutagawana furaha. Yaani msimu huu Simba Sports hatuko tayari kumaliza patupu katika msimu huu wa mashindano. Msimu huu tunataka watakachokipata tutakipata, watakachokosa tutakipata. Huo ndo msimu huu ambao tumedhamiria, na wengi hawakuelewa nilimaanisha nini, lakini tayari kauli yangu imeshaanza kuishi na kufanya kazi. Tumeanzia Zanzibar, wao wamechukua mapinduzi, sisi tumechukua muungano. Kwa hiyo vita ya Zanzibar imemalizika kwa 1-1. Sasa tunarejea bara, tumebakisha NBC ligi kuu na shirikisho CRDB. Macho yetu yako hapa, either tuchukue zote mbili ama tuchukue moja na wao wapate moja. Hiyo ndiyo filosofia yetu msimu huu. Hatuko tayari kupoteza
vyote, na kimsingi timu ya kutupa mataji yote mawili tunayo au la? Timu ya kutupa taji mojawapo kati ya hayo mawili tunayo, na ndo maana tunasema ya kwamba msimu huu ni msimu aidha tupate furaha kamili ama tugawane furaha. Inawezekana kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Msimu huu peke yake tumekutana mara 3 sisi na watani zetu. Ametufunga mara moja, tumemfunga mara 2. Ametufunga kwenye ngao ya hisani, tumemfunga mara 2. Kwenye ligi kuu mara moja na kwenye kombe la muungano mara moja. Kwenye ligi kuu mtaniuliza mmeshinda wapi? Pale visiwani Zanzibar, Simba tumeshinda ule mchezo. Tumeshinda goli 1-0, goli la Selemani Mwalimu. Mtu wa pembeni kabisa ndio alilikataa lile goli, na huyo mtu ameshushwa daraja, ameondolewa kwenye mipango yetu hiyo ya kimpira kwa kufanya uzembe wa makusudi wa kuidhulumu Simba Sports Club. Na taarifa ya bodi ya ligi iliweka wazi kwamba goli halali. Maana yake ni kwamba Selemani Mwalimu alifunga goli halali, Simba Sports Club tumefunga goli halali. Tumekosa pointi 3 tu za kikanuni, lakini kiuhalisia sisi tumeshinda ule mchezo. Ndio maana nasema tumemfunga mara 2 msimu huu peke yake. Tunakwenda mara ya 3 kwenda kupambania ushindi siku hiyo. Lakini kila mwana Simba atia akilini hii, haitakuwa nyepesi, haitakuwa rahisi. Mechi ya juzi imetoa taswira halisi. Mechi ya kesho kutwa itakuwa ya aina gani? Mechi ya juzi ilikuwa ngumu, ilikuwa na pressure kubwa, ilikuwa nzito, ilikuwa na kila kitu kisichofurahisha. Na mechi ya kesho kutwa itakuwa na sampuli hiyo hiyo. Hivyo kila mwana Simba lazima ajiandae kwa mantiki hiyo, na naeleza huu ugumu ili kila mwana Simba anayefanya cha kufanya akifanye kwa maximum level. Kama mtu anapiga goti Ijumaa hii, kama kuna mtu anasujudu Ijumaa hii kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie ushindi Jumapili, basi asujudu kweli kweli, amuombe Mungu atujalie ushindi. Kesho Sabato, kama mtu ataingia kanisani kwa ajili ya kuomba, basi atakapopiga goti na kufumba macho akiomba, basi aombe kweli kweli. Jumapili mechi ni ngumu, na wale watakaoingia Jumapili, na mimi ni waombe mashekhe wote watakaoswalisha Ijumaa leo, kwenye dua zao watuombee Simba Sports tushinde. Mashehe wa Simba wakina Sheikh Al-Hadi watuombee dua tushinde. Wachungaji, maaskofu wote watakaoendesha ibada Jumamosi na Jumapili, na wenyewe watuombee vile vile mnyama tupate ushindi. Tena dua nzito kweli kweli, kwa sababu mechi ni ngumu kweli kweli. Ndugu zanguni, nisiwachoshe sana. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi, na ninyi ni wafanyakazi, mnatakiwa mkapumzike hivi sasa. Niseme tu ya kwamba Simba Sports Club taifa kubwa, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu, na tuko tayari kwenda kuipambania nembo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Tumedhalilika kwa muda mrefu, tumekuwa wanyonge kwa muda mrefu, tumekuwa wapole kwa muda mrefu, tumefungwa mdomo kwa muda mrefu. Kila ukitaka kufurukuta tumekufunga unanyamaza. Tulikuwa tunajitutumua kwa sababu sisi ni watu wabishi, lakini tunakosa power ile, tunakosa authority kwa sababu ya kufungwa mara nyingi. Sasa minyororo ile tunayo uwezo wa kuikata, na sisi kuwa huru kuweza kuipambania na kuizungumzia Simba yetu. Mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama ametuvua hiyo minyororo,
Anicet Oura ametuvua hiyo minyororo ya unyonge. Libasegeye ametuvua minyororo ya unyonge. Nixon Kibabage ametuvua minyororo ya unyonge. Wameturejeshia confidence yetu, wakina Kagoma, wakina Kapombe, wakina Mligo, na sasa tunaweza tukasimama kibabe tukazungumza kuhusiana na Simba yetu. Tunakwenda tarehe 3 kwenda kukamilisha shughuli hii na tunaiweza. Ndugu zangu wana Simba, narudia tena, adui unayemuweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usisubiri mpinzani wa nje aje ammalize adui yake. Ni kusubiri, ni kujichelewesha. Kwa ufupi, twende tukamalizana naye wenyewe siku ya tarehe 3. Kuelekea katika mchezo wetu huu, viingilio katika mchezo huu ambayo imekuwa very interesting topic. Watu wengi wakisubiri kuona viingilio tunafanyaje na vitu gani, kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya uwanja wa mchezo huu. Na kimsingi hatujataka kuweka viingilio vya kausha damu. Tumetaka kuweka viingilio ambavyo kila mtu atamudu kuweza kuingia. Kwa capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tungeweka pale kwa mfano mzunguko peke yake 500,000 na VIP 1,000,000, bado ule uwanja ungejaa. Lakini kwa nini umkamue mtu kwa starehe yake ya kila siku? Unajua football ni tofauti na starehe nyingine. Kwa mfano Alikiba anaweza kwenda kuimba Mwanza, kiingilio ikawa 200,000, kwa sababu anaimba mara moja kwa mwaka ndani ya Mwanza au mara moja kwa mwaka ndani ya Singida. Lakini football ni starehe ya kila weekend. Kwa hiyo tukikukamua leo sawa sawa, wiki inayokuja tutakukosa. Na sisi tunataka twende na wewe mpaka mwisho wa msimu. Under so circumstances, or by saying so, tumeweka kiingilio very reasonable ambacho tunaamini kwa hadhi ya mchezo na kwa aina ya uwanja ni kiingilio rafiki kweli kweli. Na kiingilio hiki naamini kitashawishi na kuvutia watu wengi zaidi kuja uwanjani na kununua tiketi. Ndugu yangu mwana Simba, ukileta zile tabia zetu za nitanunua tu ama si nitanunua tu, na kuhakikishia hautapata tiketi. Hizi tiketi kama zitafika kesho asubuhi saa 4 kama hii, mimi sio Ahmed Ally, mimi nitakuwa bingwa wa kombe la Muungano. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kujiuliza, acha kujifikiria mara mbili, acha kuanza kupiga anado, nitaenda alafu nitaenda. Nyanyuka sasa, nenda kwenye vituo tutakavyovitaja, nenda kanunue tiketi yako. Kama kweli una nia, una dhamira ya kuja uwanjani tarehe 3, ya kuja kuandika historia, ya kushuhudia mchezo huu tarehe 3, nyanyuka sasa, nenda kanunue tiketi yako. Ndugu zanguni, katika mchezo huu, kwa sababu ya viingilio vyake, tunaamini vishoka wengi sana wataibuka, watanunua tiketi kwa wingi, alafu waje wawabagaze watu siku ya mechi. We are very much sure, sababu kiingilio ni bei nzuri. Mtu mwenye milioni 10 yake hashindi kununua tiketi nyingi hapa, alafu siku ya mechi tiketi itakayouzwa kwa bei ndogo akakupiga kwa bei kubwa. Huo utakuwa ni msiba wa kujitakia, na msiba wa kujitakia hauna kilio. Nunua tiketi yako sasa. Lakini kwenye kudhibiti hilo, tumezungumza na wenzetu wa NCAD, tuangalie namna sahihi ya kuwauzia watu.
anakuja mtu anataka tiketi 500. Huyo mtu anapeleka wapi tiketi 500? Sababu hata kama anakuja kununua tiketi za tawi haziwezi kufika 500. Hakuna tawi lolote lenye mashabiki ama wanachama 500 ama 400 ama 300 ama 200. Hakuna tawi hilo. Kwa mtu wa namna hiyo akija, ni dhahiri shahiri ya kwamba huyo ni kishoka. Lazima uangalie utaratibu sahihi ya kumdhibiti ili asije kuwaumiza mashabiki katika mechi yetu ya tarehe 3. Na kuambia hilo, sizungumzi kutoka angani, nazungumza kutoka kwenye vyanzo vya kiushahidi. Yuko mtu jana alitaka kununua tiketi, nikikutajia capacity ya tiketi alizotaka kununua ni 1/3 ya uwanja. Alitaka kununua tiketi hizo. Anakwenda kupeleka wapi hatujui, anakwenda kuuza hatujui, anakwenda kugaia mashabiki wa timu yake hatujui. Sasa lazima tuwe very standby mashabiki, na hii ni kwa mashabiki wa timu zote mbili. Hatutaki hata shabiki wa timu nyingine ambaye anakuja kucheza na sisi tiketi ya 5,000 akauziwa 40,000. Tusingependa kuona hiyo inatokea. Kama sisi tungekuwa na hiyo shauku ya hiyo fedha, ni sisi ndio tungeuza kwa bei hiyo, ili hiyo hela iingie kwenye vyanzo vya klabu, ende vikawanufaisha wakina Shomari Kapombe huko. Lakini tumeweka bei nzuri ili kila mtu aweze kumudu, na nimetoa mfano huu ili kila mtu atambue vita iliyopo kwenye ununuzi wa hii tiketi, na tuache maneno, twende kwenye utekelezaji wa kununua hizi tiketi kwa vitendo. Baada kusema hivyo, kiingilio cha chini kabisa katika mchezo huu ambao ni eneo la mzunguko ni shilingi 15,000. Ukijumlisha na shilingi 2,000 ya kadi, maana yake mzunguko ni shilingi 17,000. VIPB ni shilingi 30,000. Ukijumlisha na 2,000 ya kadi, kwa ambaye hana kadi ni shilingi 32,000, na VIPA ni shilingi 50,000, sawa na shilingi 52,000. Hivyo ndiyo viingilio vyetu katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby, na napozungumza nanyi hivi sasa rasmi tiketi zimeanza kuuzwa. Mzunguko katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo itakuwa ni nyuma ya magori. Yale majukwaa ya nyuma ya magori ndio eneo la mzunguko. Jukwaa hili la upande huu wa kaskazini tayari jukwaa lilikuwa limeshajengwa. Kwa ukarabati unaendelea pale kwa ajili ya kuweka sehemu ya kukalia. Hadi kufika Jumapili kutakuwa kumekamilika, watu watakaa katika jukwaa lile kwenye raha mustarehe kweli kweli kwa shilingi 15,000 tu babangu. Na jukwaa upande wa pili huku wa kusini kulikuwa hakuna jukwaa, lakini napozungumza nawe hivi sasa jeshi letu la kujenga taifa JKT wapo kazini kwa masaa 24 bila kulala wala kupumzika. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kukamilisha jukwaa hilo ili mashabiki wapate sehemu ya kukalia kusini mwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa shilingi 15,000 pekee. VIPB, unapoingia uwanja wa Meja Samuyo, ule upande wa pili ambao unaangalia dressing rooms, unaangalia sehemu ambayo wanatokea wachezaji, ile ndiyo VIPB yetu. Kwa lugha nyepesi kwa wale mashabiki wa Simba, ile sehemu ambayo wanakaa wapiga ngoma kwa maana ya Faida na timu yake, ile ndiyo VIPB yetu siku ya tarehe 3. Huko nyuma ama mechi nyingine, hii VIPB huwa inakuwa ni mzunguko, lakini kwenye mechi hii VIPB itakuwa ni shilingi 30,000. VIPA ni huku pembeni. Ukishaingia uwanja wa Meja Samuyo, pale chini wanapotoka wachezaji, ili shavu la kushoto na shavu la kulia
yale ndiyo VIPA, na pale ni shilingi 30,000, ni shilingi 50,000. Viingilio viko vya aina 3 pekee, na mwenye dhamira, mwenye nia ya kwenda uwanjani, basi aende akanunue tiketi yake sasa. Vituo vya kuuzia tiketi